Ushirika wa watakatifu ni namna ya kupokea. Ushirika wa watakatifu ni namna ya kupokea. Unapokea mambo ya muhimu sana kiasi kwamba Paulo anamwambia Timotheo achochee mambo aliyoyapokea kwenye makusanyiko hayo. Ukiheshimu makusanyiko unapokea vyema. Ushirika wa watakatifu ni namna ya kupokea. Yaani unapokuja kwenye ushirika wa watakatifu umekuja kupokea. Na wewe umekuja kupokezwa. Nini kupokeza wengine? Unapokea mambo ya muhimu sana kiasi kwamba Paulo anamwambia Timotheo achochee mambo aliyoyapokea kwenye makusanyiko hayo. Matendo ya Mitume 10:26-27. Kimbia hapo haraka, muda huko pande yetu. Matendo ya Mitume 11:26 na 28. Sura 26. Matendo ya Mitume 11. Anasema hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja. Fellowship, na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Haleluya. Inaitwa fellowship. Matendo ya Mitume 13:6. Unaona watu wakikusanyika wanafanya uinjili, wanaweza wakachaza kanisa kwa namna inavyostahili. Acts 13:6. Nasema hivi, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote. So huyu si mtu mmoja, mpaka Pafo. Wakaona mtu mmoja, mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Haleluya. Kumbuka hizi mikusanyiko wakifanya fellowship pia kuna unabii ulikuwa unatolewa. Glory to God. Akina Kapo walikuwa wanatabiri. Na hapa tunaona wakiwa pamoja wakaona mtu. Huyo mtu alikuwa na nini? Alikuwa na nini? Uchawi. Ndio tunaona kwenye nyaraka Paulo anakusanya vitu, vyakula, hela ili ziende Yerusalemu. Ni kwenye makusanyiko unakusanya vitu, unaambia watu toeni kwa kadri ya kile uko nacho, chakula hiki twende tusaidie watu wetu, tusaidie watu fulani. Ni kwenye makusanyiko. Ukiwa peke yako utakusanyaje? Ni kwenye makusanyiko mambo haya yalifanyika. Baada ya ujumbe wa Kapo, kuna Kapo alitoa unabii. Kanisa, unaona, ilikuwa ni baada ya Kapo kutoa unabii, kanisa likajiandaa kwa ajili ya msimu. Wengine waliokuwa Yerusalemu wapokee msaada. Haleluya. Ilikuwa hivi, wako kanisani leo, wamekusanyika. So nabii mmoja Kapo akasimama, akanena kwa lugha, akafasiri. Fasiri hiyo ilikuwa prophecy. Na akasema inakuja njaa duniani kote. Akasema kwamba inakuja njaa. Na aliposema inakuja njaa, so wakao wamejua hao njaa inakuja duniani. So akajua ni kipindi fulani. So wakajiandaa kwa ajili ya msimu huo. Haleluya. So wangekuwa nyumbani, unabii ungetolewa aje? Leo nimewambia tunaomba kwa ajili ya assassination Kenya. Si nimesema hivyo? So yule ambaye hayuko leo ataomba. Wewe unafikiria rais akifa utalala? Utaenda job? Utapeleka mtoto shule? Utaenda kanisani mahali kuna machafuko? Corona peke yake watu walikwama kwa nyumba. Corona ilisha, wengine bado walikuwa wanaendelea na corona. So hivyo walikuwa pamoja, ndio Kapo akasimama akazungumza. Hallelujah. Glory to God. Nimepakisha kadogo nimalize. Acts chapter 21:4-6. Soma kwa haraka kidogo. Acts chapter 21:4-6. Tena Mitume 21 mstari wa 4-6. Nasema tukiisha kuwaona wanafunzi
Tukakaa huko siku 7. Nao wakamwambia Paulo kwa uwezo wa Roho. So wakamwambia Paul kwa uwezo wa Roho Mtakatifu asipande kwenda Yerusalemu. Hani manabii wamenena kwa Luka, wanafasiri, wanamwambia Paul maelekezo yanatolewa kwamba asiende Yerusalemu. Hata tulipotimiza siku zile tukaondoka tukaenda zetu. Yes. Na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao wakatuzindikisha mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti pwani tukaomba. Na baada ya kuagana tukapanda merikebu na wakarudi kwao. So ilikuwa wakiwa wapi? Kwenye mkusanyiko. Soma verse 8 na verse 9. So Paula, mambo haya yanatendeka wakiwa kwenye makusanyiko. Mstari wa 8 nasema asubuhi yake tukaondoka, tukafika Kaisaria, tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale 7, tukakaa kwake. Mtu huyu alikuwa na binti wa 4. Alikuwa na mapindi wa 4. Mabikira. Ona neno mapikira. Hapo weka umakini. Alikuwa na mapindi wangapi? Wanaitwaje? Mapikira. Waliokuwa wakitembea. Mapikira kwa Kisungu wamesema virgin. Ndio virgin. Kwa Kisungu inasemaje? Virgin. Alikuwa na mavachini wangapi? 4. Najua bila wewe unatafsiri. Endelea. So, kwa nini kwa nini alitumia neno pikira virgin? Hao mapindi wa 4, kwa nini ametumia neno pikira? Pikira kwa KJV anatumia neno virgin. Wengine wanasema wengine wanasema kwamba pikira hapa manake alikuwa ni mtu ambaye achaenda na mume, kwamba wasichana walikuwa wachaenda na mume, walikuwa mamaji. Lakini vachi ni hapa si ile ya sisi tafsiri zetu sisi. So wacha tutengeneza hili kwanza ndio tuende. Songe. Neno hili virgin ni neno la Kigiriki Parthenos. 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 B ile is not B for boy. Ila imesimama B-A-R. B-A-R. P-A-R. D-H. D-H. E-N-O-S. E-N-O-S. Parthenos. So neno hili virgin ni neno Parthenos. Linatumika kwa maana ya yaani inatumika mara, halina maana moja kwa njia moja, yaani kwa urahisi. Halina tu maana moja kwamba unaweza lipa maana ya moja. Haleluya. Linatumika mara kadhaa. So maana rahisi kabisa ambayo hili neno linatumika ni neno maiden. Ni neno maiden. Maiden, M-A-I-D for dog, E-N. Maiden. Yaani hili neno maiden ni neno linatumika kwa, yaani ni jina ambalo linatumika uchanani, mtu akiwa kwenye uchana. Haleluya. Uchanani. Mtu akiwa kwenye uchanani ni kama Matthew, ni kama Margaret. Ona. Ni kama Matthew, ni kama Margaret, uchanani. Haleluya. Haleluya. Amen. Sitaki kuenda tip. Anza pastor enda tip. So neno linalotumika kwa uchanani. Hebu niwaulize, watu wakiwa uchanani kama ni msichana hawachawahi enda na mwanaume? Imechanganyika, si ndio? Sasa hili neno halitumiki kwa yule, alimaanishi kwa yule ambaye hachaenda na mwanaume. Tuko pamoja? Halitumiki kwa yule ambaye hachaenda na mwanaume. Ni neno yenye Isaya alitumia kuongelea mke wake. So bikira atachukua mimba. Yes. Very good. Unajua watu wanafikiria mama wa Yesu neno bikira kwamba hapo amewahi enda na mwanaume.
Hilo neno aliko kuongelea kwamba hajaenda na mwanaume. Anaongelea kwenye uchana wake. Sasa anaweza kuwa pia ameenda na mwanaume lakini hajaoleka bado. Haleluya. Ni mdada ambaye hajaoleka kwa urahisi. Anaitwa hapa bikira. Sasa hao mapindi si kwamba walikuwa mavaji na hawajaona wanaume. Anatumia hili jina kuonyesha kwamba hao mapindi walikuwa hawajaenda kwenye ndoa zao. Walikuwa hawajaoleka. Tuko pamoja. Ni kama mfano, mke wangu kabla ya kuoleka, baada ya ndoa. So, mke wangu kabla hajaoleka, mfano, anaitwa Lilian Hakai. Baada ya kuoleka, anaitwa Lilian Ajebi. Tuko pamoja? Mnacheka hapo sana. Huwa nasikia Skandaro akijiita hapa sijui Caroline, Atieno, Otieno, Rawin. Sasa nimewapea mfano umeona So hiyo ndio maana neno maiden ni mtu ambaye hajaoleka kwa ufupi. Imekaa sawa? So hapa mapindi hawa ine mapikira haina maana kwamba hawajaona wanaume. Ni walikuwa kwamba hawajaoleka. Bado wako nyumbani kwao. So mtu unaweza kaa nyumbani kwenu kwa sababu walikuwa, lakini uzuri walikuwa watumishi, si ndio? Paulo anasema pia ukiamua kukaa unakaa, si ndio? Uje ndoa si lazima na wewe. Wewe unang'aa tu lazima uoleke. Kuwa si lazima na kuoleka si lazima. Unaweza ukakaa pia ukamtumikia Mungu vizuri. Wewe unaoa kama umewekewa pressure. Sasa umeoa kwa pressure ukaingia kwa pressure. Wewe kuoa si lazima. Umeinua mkono. Huyu kijana ameinua mkono. Peni yake kipaza sauti. Analipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilikuwa nauliza, kuna mtumishi wa Mungu hapa Kenya ambaye amejulikana sana. Naye kuitwa na Mungu. Kama walidivorce, au waliacha mke. Sasa hiyo pia inastahili. Anauliza swali, kuna mhubiri hapa Kenya ni mkubwa, ndio alipoitwa akienda kwa huduma, alidivorce akaenda kwa huduma. So kitu number one, si vizuri kumwacha mke kwa sababu ya huduma. Tuko pamoja? Unless wewe umeokoka na mke wako hajaokoka, mkakubaliana kwamba mke hataki sunguka zako. So yeye anakubali peta atafute mtu kama yeye. Itakubalika kwa maandiko bado. Lakini usiache mke wako ambaye ameokoka kama wewe, alafu unasema naenda kumtumikia Bwana. Hiyo haiko kwa Biblia. Na kama utaacha mke wako, bea ni vizuri pia na wewe ukae uzioe. Kaa tu hivyo. Mtumishi ulikuwa unataka kutumika, usirudi kwenye ndoa. Tafuta mwingine. So si vizuri kuacha huduma, ati umeitwa na Mungu unaacha ndoa. Unless umeokoka, partner wako hajaokoka, akawa partner ataki mambo yako ya wokovu kabisa. Yeye anasema atakuwa bora kabisa akikaa na mtu ambaye watafanana na yeye mwenye aendi kanisani. So kama imefikia pale hakuna otherwise. Lakini don't divorce. Tuko pamoja? Haya kuacha ati unakimbilia kwa huduma, no. Hata huduma ni ndoa kivyake, si ndio? Yeah. So umeacha ndoa umeingia kwa ndoa nyingine. So si sawa. Kaa pale mtumikie Bwana kwenye ndoa. Amen. Glory to God. So hakuna cha kuacha bibi ati unaenda kutumika. Na pia Mungu hawezi kukupa maelekezo ya kumwacha mke wako ili uende kumtumikia. Hayo si ni maelekezo, itakuwa ya ajabu sana. Maana si biblically Mungu, maana hata hakuna maagizo ya Biblia inasema
kwamba ajaneni, kama Mungu amekuita na unataka kutumika zaidi, acha mke uende mtumikie Bwana. No. Mtumikie Bwana kwenye ndoa yako pale. Amen. Glory to God. So ukisikia mtu amekurupuka anasema Bwana amenitokea leo akaniambia anataka kunitumia zaidi sana, na anasema huyu mke wangu mbeleni atakuja kuwa kikwazo. So Bwana ameniambia tuwajane na yeye hivi mapema. Huyo sio Bwana. Ni mawazo na mafundisho mapotofu umepata mahali. Amen. Glory to God. So kana mke wako, fanyeni kazi ya Bwana. Sasa hiyo yenye ndugu amesema mimi siwezi unga mkono, ani siwezi sema ni yes or no. Aje ikai hivyo. Amen. Siwezi sema aliongeleshwa ama kuongeleshwa, mimi sijui. Kile alisikia alisikia. Tuko pamoja. Ni kama yule mhubiri mmoja alituambia Kenya, Mungu amemwamuru kwamba kazi ambayo amefanya kwa miaka 9 imefika mwisho, sasa afunge station, injili imefika mwisho, asalimishe majembe na akarudi kwa kilimo. So kama ni Mungu alimwambia, mimi sijui. Yeye ndiye alikuweko pale peke yake akasikia nini? Sauti. Mimi bora nafanya nini? Namhubiri Bwana. Amen. So mimi sijasikia hiyo sauti. Glory to God. Hallelujah. So Myahudi ambaye hajaoleka wanamuita maiden. Myahudi ambaye hajaoleka anaitwa maiden. Hivyo alikuwa na mapindi ambao hawajaolewa. Mapindi ambao hawajaolewa walitumia neno bikira kwa sababu ya culture, utamaduni wao, utamaduni wa Kiyahudi. Msichana ambaye hajaoleka anaitwa maiden, anaitwa bikira. Haina maana hajaona na kijana, lakini ni bila hajaoleka. So utabiri ulikuwa Paulo atakapoenda Yerusalemu atakumbwa na masaibu. So haya ni haya yalionekana kwenye makusanyiko walipokuwa wameenda kwa hiyo nyumba huyu wakakusanyika pale, ndio hawa mapindi wakawa wanatoa unabii. Wakawa wanatabiri, wakanena kwa lugha wakatabiri. So sio tu Akapo alitabiri pekee bali kulikuwa na wengine pia walikuwa wakitabiri. Glory to God. Walikuwa wakitabiri. So walikuwa mapikiri walikuwa waine pamoja kwenye mkusanyiko ule ya waamini. So wakatabiri. So kwenye makusanyiko tunatarajia kusikia sauti ya Mungu. Tunapokuwa tumekusanyika tunatarajia kusikia sauti ya Mungu, maelekezo toka kwa Roho wa Mungu. Tunapoomba kuachiliwa tunapokuwa tunaomba pia tunaomba ili kwamba watu wa Mungu waepushwe na watu wabaya. Waepushwe na watu wabaya. Na tunapoomba watu wa Mungu wanahifadhiwa. Wanakuwa wanahifadhiwa kweli kweli. Hivyo usiokope kuhubiri injili kwa sababu tunaomba kwamba unahifadhiwa, unalindwa. Paulo hakukubali Paulo kukubali kwenda Yerusalemu ni kwa sababu ya maombi. Maana Yerusalemu ameambiwa atateswa, atachukuliwa na mikono za watu wabaya, na Wayahudi wake tu atamtesa. So ni kwa nini wewe ukitishiwa kwamba ukienda mahali fulani ni kubaya, wewe utaenda? Kile kilifanya Paul aende ni kwa sababu ni mtu wa maombi. Alikuwa mtu wa kuomba. Kama uombi utaanza kuchali kitu ambacho Mungu hajali. Kama wewe mtu wa kuomba utaanza kuchali kile Mungu hajali. So utajikuta unachali vitu vingine ambavyo Mungu hajali kabisa. Utakuwa unajali kile ambacho Mungu hajali. Utakuwa tofauti. Utakosa kwenda kwa sababu ya kutokomba. Kwa sababu utakuwa na hofu, utaanza kuleta visingizio. Tukienda huku kunaweza kukafanyika hivi, unajua kunaweza kukakuwa hivi, mali ambapo kabisa Mungu hayuko kabisa. Amen. Glory to God. Hallelujah. So maombi yanakufanya uwe tayari kumtumikia Mungu katika eneo la hatari. Maombi yanakufanya unamtumikia Mungu kwenye eneo hatari. Unapokea ujasiri wa kutenda. So ukiona ufanyi vizuri mambo ya huduma, enda maombi, enda uombe. Yesu alijua anaenda kuteswa, akaenda Gethsemane ili kuomba. Kuomba kuna kuweka kwenye kutii kasi ya Mungu na hofu zinaondoka.
So kuomba kuna kuweka kwenye kutii sauti ya Mungu, kazi ya Mungu. So nenda uombe, hofu itaondoka. Maana hofu haitoki kwa Mungu. Hofu inafukuza watu kwenye eneo la maombi, nafanya watu wasiombe. So maombi ndio mtindo wetu. Katika kuomba tunapokea ujasiri na hofu zinaondoka. Maombi yanatupa ujasiri. Baada ya mitume kutishiwa, kushikwa, wakawekwa magerezani, walipoachiliwa walienda kuomba. Walienda kuomba na wakaenda kuhubiri. Walipokea ujasiri wa kwenda kuhubiri Injili. Walipokea ujasiri. So hakuna mahali popote Mungu anatumia hofu kukuongoza. Maongozi ya Roho si kutumia hofu. Njia sahihi ya kuomba kwa bidii ni ili uone matokeo ambayo imekusudiwa. Njia sahihi ya kuomba kwa bidii ni ili uone matokeo yaliyokusudiwa. Haya. Tunapokuwa tumekutana, yale maelekezo tunayoyapata ni ya msingi sana, na ndio Paulo anamkumbusha Timotheo kwenye 1 Timothy chapter 1 verse 18. Paulo anamkumbusha, anasema uchikumbushe maneno ya unabii. So tunapokutana, yale maelekezo tunayoyapata, tunapokuwa tumekutana, yale maelekezo tunayoyapata ni ya msingi sana. Na ndio Paulo anamkumbusha Paul kwenye 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timotheo anakumbushwa kwamba maneno uliyopokea kwa unabii. So manake anahitaji kuyakumbuka, kuyachochea, asisahau. So kuna vitu ukipokea, hebu hapa andika, hapa kwa makini maana tunamaliza. Kuna vitu ukipokea kwenye makusanyiko, andika mahali yale maelekezo, kitu ambacho wasioni wengi wakifanya hapa. Hapo na mambo inasema kupitia kile kama hati ameongea maneno hapa alipokuwa amemaliza ku worship. Yale maneno ndio maneno yanahitaji kuandikwa. Na mtu wetu wa TV, unakuwa makini wakati chumbe zinatolewa, unakuwa ndio kasi ya pale. Maana watu wanaweza kuwa wako ni hali ya kuandika. Chukua hata kama ni kipande. Chukua hicho kipande. Alafu kuna mtu atakuja kuambia nitumie atakuja tumtumia kwa simu, aenda asikiliza vizuri, aandike chini. Maelekezo tunapokea maelekezo kanisani inaendanga hewani tu. Hayo ndio muhimu. Wakati mchungaji anakuwekelea mikono, anatabiri kwenye maisha yako, andika chini. Ili uombe sawa sawa na kila ambacho kimenenwa juu yako, ndio uone matokeo. Vitu havitatokea tunaomba hewani, wewe unakaa ulisahau. Unatembea humu duniani kama umepotea. Hata ujui ulikuja kufanya nini duniani. Maneno yanayozungumzwa kwako. Ukinipepea hii Biblia ni kutamkia maneno. Wewe uje shida, wewe unafikiria nimetamka hewani. Haya maneno yatakuja kutimia chini ya jua nikiona na macho yangu hivi. Lakini sasa kwa sababu wewe umetamkiwa alafu kaenda kula sembe tu kasahau. Hata kuandika chini. Jameni. Wakati ujumbe unatolewa kanisani, nakili, andika. Kama una in position ya kuandika, anayechukua vitu anafaa achukue hiyo, anakili hiyo sauti. Ili ujumbe mtu aandike chini. Ili tuombe sawa sawa na kile ambacho Mungu amesema kwenye maisha yetu. Tuko pamoja? Glory to God. So andika mahali maelekezo, andika kwenye notes zako, ili ukifanya study utaombea jambo hilo. Wakati unafanya study unakutana na maana pale, unaombea hilo jambo ili litokee kwa jina la Yesu. Kama umeambiwa kwamba utakuja kuhubiri Injili, you need to fanyia kazi. Fanyia kazi. Anaitwa Mama T. Mama T, bado nazidi kukuambia, Mungu anataka umtumikie. Na utakuwa mwalimu mzuri. Sasa ni bidii yake yeye, maana mimi siwezi chukua kiboko nimsimamie. Ni bidii yake yeye mwenyewe ajiainishe kwa sauti ya Mungu, aombee hilo jambo, aanze kujifundisha kwa makini. Kama ulikuwa unachukua 2 notes kama
mtu aelewe, anachukua notes hazina kichwa na mkia, anza kuchukua notes zenye mpangilio, anza kuchukua notes kama mwalimu ambaye anataka kuwafundisha watu. Utaona itokea. Lakini bure, wow. Wacha tuache hayo. So, wakati wote unaambiwa jambo la unabii, omba kwa ajili ya jambo hilo. Mahali popote unaona hati ya Mungu inanena juu ya maisha yako, ombea. Kuna mtu anaitwa Ana na Simeoni, baada ya kujua kusaliwa kwa Masihi, ni wakati wao, walisimama kwenye pengo wakaanza kuomba. Walitumwa kwa kuomba na kukesha usiku mchana mpaka Masihi akasaliwa. So kama Yesu hakungekuwa na watu wa kuomba, na sijui kungekuwaje. Maybe angesaliwa wakati wetu. Maana wakati wetu wangenipata mimi. Na wewe useme hata mimi. Sasa wewe umetulia tega. Mimi Yesu angekuwa atasaliwa wakati wetu, wangenipata mimi kwa ajili ya kuombea Masihi. Na wewe ungepishiwa mlango, ungefungua kwamba uombe Masihi anakuja. So usiweke maneno ya unabii pembeni. Usikubali kusahau. Usirudi nyuma nimesema usiweke maneno ya unabii pembeni na usikubali kusahau. Haya, usirudi nyuma usifanye kawaida. Mfano, umewekea mtu mkono akapona, usirudi nyuma, endelea kuwekea watu wengine mikono. Usifanye kitu supernaturally ukiacha ndio umesahau. Endelea ku experience, endelea kukua, hiyo kitu hiyo ndio uzoefu. Sikiza, Musa alikuwa na uzoefu sana wa kusema na Mungu, mpaka ikawa Mungu amekuwa kama rafiki, wanaongea uso kwa uso, lakini amuoni, ni sauti. Glory to God. Ama alikuwa anamuona supernaturally. Mungu alionekana supernaturally, not physically. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So usiweke maneno unabii mbali. Kama unaombea mtu amepona, endelea kufanya hivyo. Andika 1 Timothy chapter 4 verse 14. Ukisoma utaona chenye kimeandikwa pale. 1 Timothy chapter 4:14. Usiache kutumia maneno ya unabii. 2 Timothy chapter 1 verse 6. 2 Timothy chapter 1 verse 6. So kama umepata neno la ushahidi wa ndani, omba. Endelea kuomba. Kuendelea kwa mambo ya roho inahitaji uendelee unapofanya kitu cha supernatural, ukiendelea utapata ujuzi zaidi. So endelea kufanya unachofanya. Unaendelea kuombea watu, unaendelea kusema na maisha ya watu. Utakuwa na ujuzi zaidi, utakuwa na uzoefu zaidi. So tukimaliza tunasema hofu ndio inafanya watu wanakosa kuflow kwa mambo ya roho. Kusikia sauti ya Mungu ni rahisi sana. Tumemaliza. Hofu ndio inayofanya watu wanakosa kuflow kwa mambo ya roho. Lakini kusikia sauti ya Mungu ni rahisi. Ondoa hofu, hudumia watu. Kama uko kanisani wewe unapata neno kutokea ndani, nena kwa Luka, una kitu cha kusema, usisuie, speak it out. Hivyo ndivyo utakavyojisoesha, hofu itaondoka. Kuna mtu hapa hata akipata neno la unabii hawezi sema, hawezi ongea kwa sababu hofu imemkalia. Hatimaye utaanza, ni kama ukifungulia maji itaanza na maji chafu. Tabu ikikaa kama itumiki, ukifungua hivi maji chafu inatondoka. Alafu ikiendelea kutiririka, maji inaanza kutoka safi. Sasa timu hiyo unaweza ukaondoa hizo hofu, anza vile umeanza na unaendelea. Hallelujah. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So tumemaliza section ambayo ilikuwa ni 7B. Ilikuwa ni 7B.
7. Ilikuwa ni 7. Hii ni 7P. So tumemaliza 7P, tunakuja na 8A. 8A tutakuwa tunaongelea njia nyingine moja ambayo Mungu anasema na sasa tutakuwa tukimalizia njia mbili ambazo imepaki ambazo Mungu anatumia kusema na sisi. Amen. Haya, so badilisha kitabu chako kama unabadilisha nini, na ninataka tuseme machache, nikitoka hapa nitatoka kabisa. So tunaenda nje kwa ajili ya kufanya evangelist. So